kama ofisa wa kutembelea vikundi, kusomesha vikundi vya kina mama, na soko ako nayo tayari. Huyu hana shida ya soko. Yuakwambia mimi nitauza mzigo wangu wapi? Kongowea ama Ukunda. Kwa hivyo sasa huyu mimi nikimwezesha kwamba wewe nataka pitia kwa vikundi, si tuko na vikundi vya kina mama, wewe mama si uko na shamba, kashamba kako wako kadogo, huyu kusanya wale watu, akija tukifanya demonstration ya shamba moja, wale wengine wachukue hiyo wapele. Acha iwe Zombo ndio inatoa mabenda ya kuliwa Kenya nzima. Kwani ni ngumu? Mimi nimeuliza hizo detail, haukujua kwa nini? Nilikuwa najua kuna kitu. Kuna kitu natafuta. Unaona kama mnaweza kupata mabenda ya kutosha kwa mtaa. Si ni kweli? Hata hiyo transport. Kwa sababu ile gari ikija ibebe mzigo hapa kwa kutosha. Hiyo transport bro itashuka. Inashuka ukikuta. Uko na miradi mizuri. Mimi ukinigusa na shamba mimi niko ndani. Na mimi nakuuliza mtu wa Zombo kama si shamba nini ingine itamsaidia? Hakuna kitu kingine. Mtu atakuja kukudanganya. Hakuna. Haya. Ya 4. Ndio. Ya 4. Kutengeza barabara za ndani, kuhakikisha wakulima wamefikisha mazao yao sokoni kwa wakati. So mimi nimechukua hizo 4 kwanza kwa sababu sitaki kuchukua, niko na 10. Hata 15. Ukweli ni kwamba lakini siwezi sema nitafanya kila kitu, labda niwe nitadanganya. Lakini hivyo vitu vinne vikiwa hivyo vinne hivyo vinne ndio vinazaa hivyo vingine. Hivyo vinne ndio vitazaa kazi ya kina mama na vijana. Kabisa. Hiyo barabara. Kwa nini sisi Zombo hatuna barabara? Kwa nini maendeleo yanachukuliwa yanachunwa ovyo ovyo? Nikiwa na minista wa agriculture, huu muembe huu, unajua unajua unaweza graft huu muembe ushuke chini. Hizi matawi ya juu uyaondoe. Huu muembe ushuke chini. Ukishashuka chini wakati wako haufanyi kuchu maembe inaanguka yakipasuka. Unachuna maembe yako vizuri taratibu. Unayatoa yakiwa mazima ukiwa huna waste. Kabisa. Kwa nini tunafuga hii miembe? Miembe ya miaka 120. Hapa mimi niko na wewe. Nikubali. Watu wanasema wapi ndio, lakini wanaangalianga sana. Mimi wanaangalianga mtu mwenye ananipatia ya kunisaidia. Wacha ile kunipigia kelele na kuona. Kuna mtu ananipigia kelele akiana. Na wako na wanasiasa hakuna kitu wanajua. Kwa sababu hana agenda, atakuja hapa kubumule ende zake. Yeye akifikiri sasa mimi nataka ufanye. Kwa kuwa sitaongea na kila mmoja. Wewe leo uko na bahati. Kwa sababu tumeketi chini na tumeongea. Na hivi chini tutakaa sana. Lakini hatutakaa tupige mshene. Tutakuwa tunakaa chini tukifundisha kina mama na vijana. Asante. Jinsi ya kufanya hii kazi. Na kwa kuwa hii kazi wewe hujalazimishwa nimepata ukifanya. Nikikwambia kaongelesha kina mama kwa kuitakuwa ngumu. Because iko ndani yako. Si kama kwenda kutafuta mtu mwingine kule ambaye hata hashughuliki. Na ndio unaona wakati ministry zikipeanwa, watu badili wapewe ministry according to what they love, to what they do. They don't do that. Na ndio maana ukipatia mtu ambaye hana shughuli na mgonjwa, Ministry of Health, hata wewe shughulika. Haiendelee. Hapa nimekuelewa. Lakini unaweza chukua nasi mmoja ambaye unamuona ni hafifu. Lakini ile nasi hataki kuona mgonjwa akifa. Kabisa, kwa sababu iko ndani. Kwa sababu iko ndani yake. Umpatie Ministry of Health. Na ile health ifanyike. Anaimarisha. Kwa kuwa iko ndani yake. Huyu ukulima uko ndani. Huu umwambie kitu. Kitu tu mimi naweza mwambia sasa, ama kitu naweza fanya ni kumsaidia kwenye ule ukulima ambao anafanya. Endelee mbele. Tuangalie tena tukitoka kwa mabenda ni kitu gani kingine tunaweza lima kinatupatia pesa haraka. Naanza nikakupatia. Si ni kweli? Na huyu moja. Kwa hivyo wakati tunaenda kwa group za kina mama, tunafanya miradi. Hii eneo tukiona ni nzuri la mabenda, wewe utaangalia mchanga niambie nani hapa tunasupport na mabenda. Kabisa. Kusupport na mabenda ni kufanya nini? Mimi nitaleta mbegu. Nipatie kile kikundi. Na kabla mletewe mbegu, kwanza umetayarisha na shamba. Wewe umeshasema shamba lako nusu ya hii sina kutosha hapa nusu. Zombo kuna mtu hawezi pata hii sehemu uko nayo? Hakuna. Wako hawezi pata. Si wengi. Utapata ya kulima yako.
tukishalima haya mabenda na mumelima hapa kama grupu, kwa sababu tunafanya hivyo kwa sababu ya transport kabisa. Alafu pia ile kusaidia mwananchi. Unajua wananchi wetu, wacha nikakata kidogo mheshimiwa. Wananchi wetu wanataka ile kwenda kwa kipromoda ama kwa MCA asubuhi. Mimi niko na mtoto shule amefukuzwa, lakini naweza nikakwambia hii pesa nimetoa hapa na unaweza maka. Ndio nilikuwa sana nataka nifike nikuulize. Nataka sasa nifike nikuulize. Sasa tulikuwa tunaenda nikuulize wewe kama life testimony. Hiki kisehemu kama sijakiangalia sana. Hiki ni kama kasorobo. Haijafika robo vizuri. Hiki kisehemu kufikia sasa haijafika heka. Ni kama heka kasoro. 3/4. Ni 3/4. Haya. Sasa hii tukisema ni 3/4, si ndio? Tuseme wewe hivi kama unaweka record, si ndio? Wewe unajua ulitumia pesa ngapi kununua hii mbegu? Na kupanda. Labor yenye umetumia. Ukiminus labor, kwa sababu wakati tunafundisha akina mama, tutawafundisha hadi ku keep record. Because you don't do business if you don't know to keep record. Yes, lazima ujue ni nilima na hii pesa. Sawa sawa. Kama hapa hamtumii fertilizer, kama hapa hamtumii mbolea, kama hapa yaani unajua Zombo imebarikiwa. Mheshimiwa, mimi hapa naweza kukata kidogo hapa. Unless lakini siwezi kabisa. Sababu hapa mimi nikitumia pesa nyingi sana, kwa sababu pia ukulima una changamoto zake. Atakana wana ng'ombe. Ni kweli. Wana mbegu, wana pesa, unaona? Lakini mimi ile nimetumia hapa mingi ni upande wa mbegu na leba. Na kusema leba ni hiyo kupalilia na kupanda. Kupanda hivi ni hii ni mzungu mama hii. Hataki. Hii ni mzungu. Hataki ikwepe. Unaona ni kamba hiyo. Hii ni kamba hii. Yaani hakikisha hii ni kamba hii. 100. Kulima kuanzia mbegu. Ng'ombe. Ng'ombe Ng'ombe hapana. Ng'ombe ni pesa ngapi mtu hana? Mtu kama hana ng'ombe ni kama 2,000, lita 2,000. Okay. Kwa hivyo ukiongeza na ng'ombe inakuwa 13,500. Kulima robo eka. Nini kasorobo eka, 3/4 of acres. Haya, sofa kulingana na venye umevuna. Nimeenda mpaka sasa naendelea kukula, niko na 40,000. Sasa nikiema hii nikitumia itakuwa ni 42. Nikitumia 42,000. Sio hiyo, ni kusema niko na 38,000. In a span of kwa muda gani, miezi mingapi? Ino imenishangaza kwa sababu imeenda inatii mabenda hii mbegu hii inaitwa Tifika. Na hii kampuni inaenda hii mabenda inafaa iende kwa 3 months. Last year ilienda 3 months. Hii imeenda 1 month and a half. Imekata. Sasa niko na swali kwa hao, hata nipigie huyo jamani, nikamwambia wewe wajua nini nataka nikuone. Ulinidanganya.